Mimi kwa majina naitwa Mtwale Kitamu. Hapa tunaishi. Lakini kuhusu timu yetu ya Mbeya City, ujio wake kwa mara nyingine tena imekuja vizuri. Kwa nini nasema anda? Imepambana kiume. Lakini pia imecheza michezo mingi mikubwa, imecheza na mtu kama Azam FC. Azam si mchezo, na mwenyewe alikuwa analihitaji ile kombe, ni mbabe wa soka la kibongo. Lakini tumemkalisha na ametoka, matokeo yake sisi tulisonga mbele, tukaja kutolewa na timu ngumu ya Simba FC. Kwa hiyo kusema kweli ni timu nzuri na tunaiombea kila laheri, na sisi pia tumepandwa na mzuka mwingi kama kipindi kile, tena zaidi ya pale mwaka huu, kwa sababu tulipatwa na uchungu timu iliposhuka daraja. Kwa sasa hivi imepanda, wananchi wa Mbeya tumefurahi, wana kwa makumwanya wamerudi wagonga nyundo kwa jiji la Mbeya. Kwa hiyo sisi mzuka mwingi sana. Lakini pia kuhusu usajili, tunaomba sasa tusifanye makosa kama ambayo ya timu zingine. Tumeona ndugu zetu wa Ken Gold wamepanda, na muda huo ikawa timu ya mwisho toka imeanza msimu mpaka inamaliza. Sasa sisi hatutaki kitu kama hicho. Umenielewa? Tufanye kama yale tulofanya kipindi kile, kipindi cha kina Mwigane yeye. Unaona? Tunapiga na kwanza kumfunga Azam, kupiga hat-trick Mwigane yeye tena ya vichwa anaweka pale. Kwa hiyo ule mwanangu ulikuwa unyama mwingi. Kwa hiyo sisi tunaomba sasa viongozi wafanye usajili wa maana, ili tuje kuleta upinzani wa kweli katika ligi kama tulivyofanya kipindi kile. Mimi nakumbuka tulichezaga game moja pale Taifa, uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa mara ya kwanza. Simba Sports Club nikishuhudia na wakiomba mpira uishe. Umenielewa? Kwa hiyo kitu kama kile ndio tunataka, unyama kama ule urudi tena katika msimu huu. Okay, nyie kama mashabiki sasa, kwa upande wa mashabiki hapo umezungumza kwa upande wa viongozi kwamba wawe na utulivu kidogo kwenye usajili. Nyinyi kama mashabiki mmejipangaje za kuisupport timu yenu kwa ujumla? Sisi kwa ujumla tumejipanga vizuri. Yaani sisi tumejipanga vizuri, tunawasubiri kwa hamu waje. Yaani sisi hatuna dogo kama mnavyotujua. Oya kama kawa. Unaona? Yaani unyama ule. Unaona, tumuogopi mtu, kila mtu atambe pande zake, na sisi kwetu kama kawaida. Kwa hiyo Sokoine mtu akija atoke. Yaani atoki kama kawaida, na sio Sokoine tu. Sisi tulikuwa hapo tunafanya unyama hadi kwao. Sina kwambia hapo Simba wao kuna kijiji cha Mbeya City. Kama kawaida, wewe kipindi kile sisi ndio timu ilikuwa inaongoza kwa kuuza jezi Tanzania. Si unakumbuka? Kwa hiyo sisi ni unyama tu. Bwana mimi nakushukuru sana. Haina noma mwanangu, biga hapo.